Leo tunazungumzia mambo sita ambayo yatabadilisha maisha yako ukiyaelewa vizuri. Kuna watu hawajazaliwa maskini, lakini wanaishi kama maskini wa mawazo. Sio kwa sababu hawana fursa, bali kwa sababu hawajawahi kufundishwa jinsi ya kujiongoza wao wenyewe. Pesa huanza kwenye akili. Maisha huanza kwenye maamuzi. Na leo tutazungumza mambo ambayo hayafundishwi shuleni, lakini ndiyo yanatenganisha wanaojenga maisha na wanaoyapoteza. Hoja ya kwanza: kujitambua kabla ya kutafuta pesa. Watu wengi wanataka pesa, lakini hawajui wao ni nani. Hawajui wanapenda nini, wana nguvu gani, wanashindwa wapi. Bila kujitambua, utafuata pesa za wengine, ndoto za wengine na maisha ya wengine. Na hapo ndipo kuchanganyikiwa huanza. Kabla ya kuuliza nitapata wapi pesa, jiulize, mimi ni nani ninapokuwa peke yangu? Kujitambua kutakusaidia kujua lengo lako hasa ni lipi kwenye maisha. Nini hasa unataka? Lakini kuishi bila kujitambua ni sawa na kutembea bila kujua unapoelekea kwenye maisha. Pia kujitambua na ukajua ukubwa wa ndoto na malengo yako itakufanya ujue namna ya kutumia muda na kuchagua watu sahihi watakaofanya ufikie ndoto zako, na sio kuambatana na kila mtu. Hoja ya pili: nidhamu ya kila siku ndiyo mtaji wa kwanza. Pesa zinapenda nidhamu hata kabla hazijapenda akili. Watu wengi wana ndoto kubwa, lakini hawana ratiba ndogo. Wanataka mafanikio ya miaka 10, lakini hawataki maumivu ya leo. Nidhamu si raha. Nidhamu ni kufanya kinachoumiza leo ili kesho isiwe maumivu. Hapa ndipo wengi huanguka. Kila mafanikio yana gharama, na gharama unayohitaji ni kuwa na nidhamu itakayokuumiza leo, lakini inakujenga kuwa mtu imara baadaye. Hakuna njia utatumia kukimbia maumivu, isipokuwa ukijaribu kukimbia ndiye utaumia zaidi. Hoja ya tatu: fedha hufuata thamani unayotoa. Na hapa ndipo watu husema pesa haitafutwi, inategwa. Huwezi kudai pesa nyingi wakati unatoa thamani ndogo. Na pia usipotoa thamani, hakuna sehemu utaipata, kwa sababu pesa ina thamani na wewe utapewa kutokana na thamani uliyotoa. Lakini ukikimbiza pesa bila kujijenga, utachoka bure. Hoja ya 4: mazingira yanaunda hatima. Unaweza kuwa na akili nzuri, lakini ukiwa kwenye mazingira mabaya, utapungua. Mazungumzo unayosikiliza, watu unaowaita marafiki, na maudhui unayotumia vinakujenga au vinakuvunja. Watu waliobadilisha maisha yao hawakubadilisha pesa kwanza, walibadilisha mazingira. Na hapa utatapa jibu kwa nini jamii zenye maskini ni ngumu kumtoa tajiri. Hii siyo laana, bali ni mazingira yaliyomzunguka. Utajiri unajengwa na vitu vingi, na hiyo ni elimu ambayo hata shule haitolewi, isipokuwa kwa matajiri wenyewe. Na ukitaka kuwa nayo, inakulazimu usome maarifa yao kwenye vitabu au kujifunza kwa vitendo kutoka kwao. Hoja ya 5: hofu ya kuonekana mjinga inaua mafanikio. Watu wengi hawajaribu, si kwa sababu hawawezi, bali kwa sababu wanaogopa kuonekana hawajui. Wanasubiri siku ambayo hawataogopa kushindwa. Lakini ukweli ni huu: huwezi kujua bila kujaribu. Huwezi kukua bila kushindwa. Kukubali kuwa mwanzoni hujui ndiyo hatua ya mafanikio. Hoja ya 6: kuchelewa leo ndiyo umaskini wa kesho. Kila siku unapoahirisha kujifunza, kuanza, kubadilika, unaweka rehani maisha yako ya baadaye. Hakuna siku sahihi, kuna uamuzi sahihi. Waliotoboa hawakuwa tayari, walikuwa waamuzi. Na kuanza mapema, hata wewe hakuna siku utakuwa tayari. Chukua maamuzi sasa ya kuenea ndoto zako bila kusubiri wakati sahihi. Pesa ni matokeo, maisha ni mchakato, na mafanikio ni tabia inayorudiwa. Ukibadilisha unavyofikiri,
utabadilisha unavyotenda. Na ukibadilisha unavyotenda, maisha hayawezi kubaki yale yale. Kama kuna kitu kimoja umejifunza kutoka kwenye video hii, andika kwenye comments neno nimeelewa. Nitasoma maoni yenu na nitachukua mawazo yenu kutengeneza video inayofuata.